tunatamani tufanye investment ya mfumo huo ili kwanza halmashauri iweze kutoa huduma hiyo, kwa sababu kwa mfano kuna shule za private kama 8 au zaidi, lakini tunaona shule chache ndio zina matangazo Moria tunaona, lakini mfumo tunatamani tuboreshe zaidi, tutoke kwenye kuwa analog twende kwenye digital, tutumie hayo mabango ambayo yatakuwa ya mfumo wa kidigitali. Kwa kweli, yani unaingiza tu flash yako hapo, umelipia, basi Christina nyama choma pale inaonekana, wadau wanakuja ofisini kwako, wanakuta kweli ile huduma ambayo uliitangaza, basi tunakwenda kuipata. Vivyo hivyo maduka ya madawa na kadhalika, benki mbalimbali, microfinance, yeyote yule ambaye anawiwa kutangaza biashara yake, basi anapata fursa ya kutangaza kidigitali. Kwa upande wa halmashauri, sisi nimewaambia hawa kwa kuwapa changamoto, walete mapendekezo. Kuna aina mbalimbali ya mabango. Kuna mabango ya kidigitali, kuna mabango ya kianalog. Mabango ya kidigitali yana ukubwa, upana, urefu na fedha yenyewe itakuwa inalipwa kulingana na ukubwa wa bango na aina ya tangazo na kila kitu. Kwa hiyo tunatamani kuweka hata mabango kama 20 hivi. Tunaweza tukaanza na 10, tukaja tukaongeza zaidi. Mji wetu kwanza ukapendeza, mpaka taasisi kwa mfano hizo za TANESCO, maji, BAWASA, RUWASA wanaweza kutangaza huduma zao na mafanikio hata ya serikali kupitia yale mabango. Kwa hiyo mimi niwahamasishe na niwajengee uwezo kwamba hapa Katesh panaitwa Katesh mji mdogo. Tunatamani tuendelee kuweza kuendelea kupata ile sifa ya kuja kuwa halmashauri ya mji. Moja ya mambo ni kama hayo, ni madogo madogo lakini ni makubwa, kwamba tuna uwezo wa kutengeneza mapato lakini kuhudumia wananchi kidigitali. Kwa hiyo sisi tunahitaji utayari wenu ili tuweze kutenga kwenye budget, kwa sababu tunaweza kutenga kwenye budget. Mimi nikawa na idea zangu kichwani na watu wangu wa biashara, lakini mapokeo ya viongozi wa baraza ambao ndio wamebeba wafanyabiashara wote na wawekezaji wote katika halmashauri yetu, lazima tuanze sasa mdogo mdogo kupata mawazo kutoka kwenu, ili hata tukiwa tunatenga kwenye budget labda milioni 20, 30 mpaka 60, 70 kwa ajili ya utengenezaji wa mabango, tukisha yatengeneza tutapata wateja wetu ambao tulishajadili kwenye baraza na kuweza kuwajulisha wananchi kupitia vikao vyetu. Lakini kwenye haya maonyesho ambayo tunaenda kuyafanya, tutakuwa tunaendelea kuwajengea uwezo kwamba hapa tunafanyaje. Kwa hiyo itakuwa ni chanzo cha mapato, lakini kikubwa ni kuwezesha pia wafanyabiashara kutangaza biashara zao. Kiukweli tumechelewa, lakini tuko vizuri, tutafika sasa. Ujenzi huu kwa namna hii sasa tunaona namna ambavyo watoto hao ambao walisoma kwa kodi zetu wanaleta mrejesho kwa wazazi. Namna hii ndio tulikuwa tunaisubiri kwa muda mrefu, kwa siku nyingi, lakini sasa tumepata watu sahihi ambao sasa wanatuletea vitu ambavyo vitatutoa sehemu moja kuna sehemu nyingine. Jambo kubwa hapa ambalo naliona ni namna ya kutambua maeneo hayo ya kuweka hayo mabango sasa, na yao ya kidijitali, yasiwe huko ile jina lingine sifahamu vizuri, siwe analog, sijui. Mimi sitaki huko zaidi, nataka tuende mbele zaidi kidijitali.